tuna mambo mengi tulipita kwa pamoja. Nakumbuka mwaka 2012 Chama cha Mapinduzi kiliteua wabunge takriban 14 wa backbencher walikuwa na michango mikubwa kwa ajili ya kwenda kupata mafunzo China, ambapo mimi tulienda pamoja kipindi hicho, wote tulikuwa wabunge wa backbencher. Lakini nishukuru sana, nimefanya naye kazi kwa karibu wakati nilikuwa katika cabinet kipindi chote, naye akiwa waziri katika nafasi mbalimbali. Tukio ambalo nakumbuka sana, matukio kadhaa. Kwanza nilipokuwa waziri wa TAMISEMI, wakati nakumbuka watu walifariki kule Busia, Ukerewe, yeye akiwa ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa unakuta maiti pale na yeye akiwa anashughulika na maafa. Ilikuwa ni kipindi kizito sana. Nakumbuka kipindi kile dangu nikimwangalia macho yake alikuwa ni mekundu. Alifanya kazi kubwa sana akiwa kama waziri katika ofisi ya waziri mkuu, na mimi kipindi kile nilikuwa kama waziri wa TAMISEMI. Nakumbuka tukio lile nikimkumbuka Kigoma Malima, nikimkumbuka Jenista Mhagama. Mimi nimefika pale kwa tukio la kutisha, lakini unaona kwamba ushupavu katika uongozi. Na kitu kingine pili, nakumbuka ajali ya Morogoro. Lori la mafuta lilipoungua pale, watu wengi walipofariki. Halikadhalika kipindi hicho Jenista alikuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unaona jinsi gani alikuwa akipambana kipindi kile. Kazi ilikuwa kubwa. Lakini kipindi kingine ni hivi karibuni, nakumbuka maporomoko kule Hanang, watu wengi walipokufa kule baada ya ile landslide ilipotokea katika mlima Hanang. Jenista akiwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu, unamwona mama alivyokuwa mchapa kazi. Kipindi chote amekuwa ni mtu ambaye kwa kweli ni msikivu, hambo, hana makuu, lakini mchapa kazi sana. Mimi kwa kweli katika watu ambao tulikuwa tunaitana, mimi namuita dada mkubwa, anaita kaka, ndio ilikuwa lugha yetu tunaitana hiyo kipindi chote. Kwa kweli jambo la kusikitisha kwangu mimi ni msiba mzito sana. Niseme msiba mzito sababu ni mtu ambaye nimekaa naye kwa karibu muda wote kipindi chote ambapo tulikuwa hapa bungeni.